Ni tukikamilisha ili tuweze kuangazia masuala haya kwa kina ili tuwe sawa. Ni kushirikisha Victor Ongeri katika swala hili. We ni mtaalamu na vile vile mhudumu wa afya. Tukizungumzia ugonjwa wa ukimwi, ni ugonjwa ambao unahitaji wataalamu wa afya kupata mafunzo ya umakinifu sana. Labda kwa mtazamo wako, unadhani serikali, washikadau haswa katika sekta ya kibinafsi, hospitali wamewekeza katika kuhakikisha wahudumu wa afya ambao wanahudumia wagonjwa walio na magonjwa kama haya wanakingwa vilivyo? Kwa sababu tuliona wakati wa COVID pia wahudumu wa afya walilalamika sana kwamba zile barakoa hawapati zile ambazo ziko the best. Labda katika kutibu na vile vile kufuatilia ugonjwa huu, wahudumu wa afya wako sawa kushughulikia? Okay, sasa katika hii serikali za serikali na hospitali za kibinafsi, kwa katika hospitali za serikali kulikuwa na ile funding donors ambayo walikuwa wana support au wahuduma wa afya, ambayo wakati hiyo iliisha nao ilikuwa ni kandarasi ambayo iliisha, ambayo imekuwa ni changamoto sana kwa kuhudumia kwa wagonjwa wenye ambao wako na virusi vya HIV. Na katika hospitali za kibinafsi ambayo iko na wahuduma ambayo wanaendelea kusaidia au wagonjwa wa HIV, lakini si wengi, hawajakuwa enough kwa kusaidia ambao wenye wamekuwa na virusi vya HIV. Ndiyo. Kwa hivyo tunahimiza ama tunaomba ili serikali iweze kusaidia kuajiri wahuduma wengi ambao wanaweza saidia kushughulikia wagonjwa wenye wako na HIV, na hospitali za kibinafsi ambayo wakuwe na au wahuduma wa kusaidia wagonjwa wengi. Ndiyo. Yes. Na mshukran sana kwa hilo. Vera, ni kushirikishe, najua unapokuwa na unapoendelea kuwa under the care hivi sasa, najua kuna masuala mengi ambayo yanazidi kujitokeza, haswa unyanyapaa unaenda ukipungua katika jamii zetu. Labda tukizungumzia wale wazee wetu, kwa sababu sisi ni vijana, kwa mtazamo wako unadhani wanazingatia kuhakikisha wanakubali wale ambao wameathirika? Wazee wetu sasa, wazazi wetu, jamii inachukuliaje watu ambao hivi sasa wako kwenye matibabu ya ugonjwa wa ukimwi? Okay, currently unyanyapaa imepungua. Kwa mfano in the area where natoka, in Dandora community, because kwa hizo mafunzo zenye wanapewa with the help of the community health promoters and the healthcare providers, the stigma is reduced. And then again pia kwa the young persons, bado kuna wale ambao hawajajikubali. Kwa mfano, you get an adolescent child alizaliwa nayo, but the more ana grow, juu kuna kwanga na hiyo disclosure process. Hata ambiwa akiwa mdogo ni dawa za nini. But the more anakuwa mkubwa, atakuja kujua baadaye, alafu anaanza kusema hivyo hizi zilikuanga dawa za ukimwi. Juu mostly wazazi wanawadanganya hizi ni dawa za kifua ama hizi ni dawa za TB. So unapata the more ana grow, maybe they are in a family of maybe 5 children. You find the firstborn is using the drugs, but the other children are not using. So the other children wanauliza the caregiver or the mother, mbona fulani ndiye anatumianga hizi dawa, mbona sisi hatumezi hizi dawa? So unapata amongst the young people, bado kuna hiyo stigma amongst ourselves because we have not accepted it. Alafu the more the other siblings wanauliza about it, unapata yeye pia anauliza, mbona mimi tu ndio na meza, mbona hao wenzangu wengine hawamezi? So amongst the young people ni kitu yenye bado iko. Alafu pia ile story ya wababas, unapata a young person akienda kwa mbabas ni maybe hajapimwa, hajajua hali yake. Alafu he has a wife. Maybe the wife pia akona another young boy. So unapata wanaambukiza. So I think hii kitu yenye na rise, the infection arising kwa young persons inatoka from the how we get our livelihood through them,
alafu pia the parental care, wazazi pia wameachilia tu watoto mostly in my area. Unapata parents wako so much close to their children. Even those children who are on care, they don't take care of them venye inafaa. Like mzazi anakupa excuse ya nilienda kumtafutia, lakini on the other hand mtoto amekosa kumeza dawa na anajua vizuri mtoto anafaa kumeza dawa. So I think the whole thing, parents and hii kazi isiachiwe tu healthcare providers peke yake. Because daktari ako tu na pale sisi hospitali for 24 hours. The rest of the day ako not for 24 hours, for 8 hours. The rest of the day ako kwake. Unabaki na mtoto wako or ni mimi tu nitarudi kwangu. So I think hii kitu inafaa kukua collective responsibility ya kila mtu. The youths wanafaa kujua it is for us, na voices zetu pia zinafaa kusikizwa. Hii kitu ni sisi tu, ni sisi kwa sisi. Ndio at least mtu kuna tukifanya pia advocacy tunapatanga kwa community, kuna wale wase bado wajui kutumia condom. Like mtu unamwambia demonstrate how you should use a condom. Unaona hata jinsi ambayo anairarua already isha burst kwa mkono, na unaona. So at least pia youths pia tunafaa kujua venye tunatumia condom. Juu kuna vitu mingi. Condom tu si condom venye utapatiwa hosi, wewe unaenda tu unaitumia. Condom kuna vitu mingi unafaa kuangalia, hata daktari anaweza. Si kama sweet unararua. Si kama sweet tu unararua. Condom unafaa kuangalia expiry date, unafaa kuangalia kama hewa bado iko. You see, there are a lot of things we should do. We should look into when using these condoms. Even the wazee, some of them they don't know how to use condom. When we go to border sheds, we do to them the demonstration. We call one of them to demonstrate. Unapata ajui, you see. So alafu unapata nenda nalala na msichana mdogo with the condom. Msichana mdogo yatajua walitumia condom, kumbe alirarua vibaya ama isha burst, amempea STI ama amempea HIV. So you see, so we should also do sensitization on the condom use, and also the youths, we should be the voice of ourselves. Naam, shukran sana kwa kauli nzito sana na ujumbe mzito kwa vijana.